Upande wa wajasiriamali kina mama tuna mikopo ambayo tumeanzisha kwa vikundi vya kina mama. Mikopo hii tunachaji riba ndogo, lakini pia inawawezesha wao kufanya shughuli za kila siku. Na changamoto kubwa pia ambayo tumeiona wakina mama wanakutana nayo ni kukopa kwenye kausha damu. Kausha damu maana yake ni kwamba mtu unaweza kukopa na riba zake ukiweka riba ile unakuta analipa mara 3 ya hela aliyokopa au mara 4. Kwa hiyo baada ya kuona changamoto hiyo, sisi tulikuja na hiyo huduma ya mikopo kwa ajili ya vikundi ambayo inawawezesha wakina mama kuweza kuchukua mikopo midogo midogo na kuwawezesha kufanya shughuli zao za kiuchumi. Na tukitambua hilo, pia tumesaini mkataba na halmashauri ya wilaya ya Siha ambako pia tuna branch kule kwa ajili ya benki yetu ya uchumi kutumika kukopesha wakina mama na vijana na wale wenye makundi maalum kuweza kupata mikopo ile ya serikali isiyokuwa na riba. Kwa hiyo benki yetu ni miongoni mwa benki ambazo tumeingia kwenye mkataba huo, na tunategemea wale wajasiriamali upande wa wilaya ya Siha tutashirikiana na halmashauri pale kuwapatia mikopo ambayo haitakuwa na riba. Kwa hiyo hiyo pia itasaidia kuinua kipato cha vijana, wakina mama na wale wenye mahitaji maalum kwa upande wa wilaya ya Siha. Kama ulivyozungumza kwenye hii hasa changamoto ya upande wa mikopo, kwa sababu nimekuwa pia nikifuatilia hata kwenye vikao vya baraza la madiwani kwa upande wa wilaya Siha, pia mmebahatika mpaka kibali na miongoni mwa watakao kukopesha. Utaratibu umefikia wapi mpaka sasa? Kwa sababu ni miongoni mwa changamoto ambayo iliwasilishwa kwamba hapo awali walikosa benki ambayo wataweza kufanya nayo kazi katika upande wa swala la mikopo kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Hatua hii mpaka sasa imefikia wapi? Nashukuru sana. Hatua zote za awali zimekamilika. Mwezi uliopita tulisaini mkataba kule Dodoma na TAMISEMI kwa ajili ya kuendelea kufanya huduma hizo, na tayari taratibu za mikataba tumekamilisha pia na halmashauri. Vitu ambavyo vimebaki kwa sasa ni mifumo ambayo tunakamilisha taratibu za kimifumo, na maana yake ni kwamba mifumo ya benki itakuwa inawasiliana na mifumo ya kule halmashauri ili kila anayekopeshwa basi serikali iweze kupata taarifa zake, lakini pia benki ijiridhishe kwamba anayekopeshwa ni yule mhitaji kweli na ana shughuli za kimaendeleo anafanya. Kwa hiyo